Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 6, juma la 13, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 11, na somo la pili linatoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 6 hadi ya 8 na aya ya 17 hadi ya 18. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 13 mpaka ya 19. Karibu tusikilize Injili. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, tukiongozwa na ujumbe usemao, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Somo hili linatupeleka katika eneo la Kaisaria Filipi, ambapo Yesu anawauliza wanafunzi wake swali ambalo linaendelea kugonga mioyo ya watu wa kila kizazi. Watu wanasema, mwana wa Adamu ni nani? Wanafunzi wanatoa majibu mbalimbali. Wengine wanasema ni Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, na wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Lakini Yesu anazidi kuwauliza swali la pili, ambalo swali hili linakuwa ni swali la binafsi zaidi na lenye uzito mkubwa. Je, ninyi mwasema mimi ni nani? Hili si swali la wanafunzi wa zamani tu, ni swali ambalo Yesu anamuuliza kila mmoja wetu leo. Si muhimu sana watu wengine wanamfikiria Yesu kuwa nani. Jambo la msingi ni mimi na wewe tunamfikiria kuwa ni nani. Katika ulimwengu wa leo, watu wana maoni mengi kuhusu Yesu. Wengine wanamuona kama mwalimu mkuu wa maadili, wengine kama mwanamapinduzi ya kijamii, wengine kama nabii, na wengine kama mtu wa historia tu. Lakini kwa Mkristo, Yesu si mtu wa kawaida. Yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Mwokozi wa ulimwengu na Bwana wa maisha yetu. Ndipo Mtakatifu Petro akiongozwa na neema ya Mungu anajibu kwa ujasiri, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anampongeza kwa sababu hakupata jibu hilo kwa akili yake mwenyewe, bali kwa ufunuo kutoka kwa Baba wa mbinguni. Hapa ndugu zangu, tunaona kwamba imani ni zawadi kutoka kwa Mungu.
mwanadamu hawezi kumjua Kristo kwa ukamilifu kwa kutumia akili yake pekee. Anahitaji mwanga wa neema ya Mungu. Baada ya ungamo hili la imani, Yesu anamwambia Petro, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haya ni maneno ya msingi sana katika maisha ya kanisa. Yesu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa kanisa na amelitaka lijengwe juu ya imani ya kitume iliyokiriwa na Petro. Kanisa Katoliki linaona katika maneno haya mwanzo wa huduma ya pekee ya Mtakatifu Petro na wale wanaomfuata katika huduma hii, yaani maaskofu wa Roma ambao huitwa mapapa. Hivyo umoja wa kanisa si jambo la kibinadamu tu, ni zawadi ambayo Kristo mwenyewe aliiweka kwa ajili ya watu wake. Katika nyakati hizi watu wengi wanapoteza imani kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Wengine wanavunjwa moyo na mateso, wengine na maovu wanayoyaona ulimwenguni. Ulimwengu wa leo unajaribu kujenga maisha bila Mungu, kana kwamba mwanadamu anaweza kujitosheleza peke yake. Lakini kadiri mwanadamu anavyojiweka mbali na Mungu, ndivyo anavyozidi kupoteza amani, maana na mwelekeo wa maisha. Somo hili linatualika kufanya ungamo la Petro kwa maisha yetu yote. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kumkiri Kristo si kusema maneno haya kwa midomo tu, ni kuishi kwa namna inayoonesha kwamba yeye ndiye kitovu cha maisha yetu, maamuzi yetu, mahusiano yetu na matumaini yetu. Ndugu zangu, tafakari hii pia inatuongoza kwenye fumbo la Ekaristi Takatifu. Katika kila misa takatifu tunamkiri Kristo aliye hai, ambaye si mtu wa historia tu, bali yupo kweli kati yetu. Yeye anayekiriwa na Petro ndiye yule yule anayekuja kwetu katika sakramenti ya Ekaristi. Tunapomkaribia katika komunyo takatifu, tunamkaribia mwana wa Mungu aliye hai, anayelisha roho zetu na kututia nguvu katika safari ya imani. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema, mioyo yetu haitapata pumziko mpaka ipumzike ndani yako, Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya Mungu, na hakuna kitu cha dunia hii kinachoweza kujaza kiu ya moyo wake isipokuwa Kristo. Naye Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliwahimiza vijana kwa maneno haya, msimuogope Kristo, mfungue milango ya mioyo yenu kwa Kristo, kwa sababu anayemfungulia Kristo moyo wake kamwe hapotezi chochote, bali anapata maana ya kweli ya maisha. Yesu pia anamkabidhi Mtakatifu Petro funguo za ufalme wa mbinguni. Funguo ni ishara ya mamlaka na wajibu. Hii inatukumbusha kuwa kanisa limepewa jukumu la kuhubiri Injili, kufundisha ukweli na kuwaongoza watu katika njia ya wokovu. Hivyo, kumpenda Kristo ni pamoja na kulipenda kanisa lake na kulijenga kwa maisha matakatifu. Mwisho, somo hili linatualika kujiuliza maswali mbalimbali. Je, Yesu ni nani kwangu? Je, ninamjua kama Mwokozi wa maisha yangu au kama jina tu ninalolisikia tangu utoto? Je, imani yangu inaniongoza kuwa karibu zaidi na Kristo na kanisa lake? Je, ninamtafuta Kristo katika sala na Ekaristi Takatifu? Tumwombe Bwana atupe neema ya kumkiri, si kwa maneno tu, bali kwa maisha yetu yote, na kama Petro tuwe na ujasiri wa kusema kila siku, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii
Ni mimi Frateri Pancras Daudi Pera wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!